Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatia kipindi cha nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo, Wakorintho wa pili sura ya 13, ambayo inahusu maonyo ya Paulo kwa kanisa na salamu za Paulo kwa kanisa. Tutaanza na siri ya kwanza inayohusu maonyo ya Paulo kwa kanisa. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 10 inasema: hii ndiyo mara ya 3 ya mimi kuja kwenu. Kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3 kila neno litathibitishwa. Nimetangulia kuambia, na kama vile nilipokuwapo mara ya pili, vivyo hivyo hata nisipokuwapo, nawaambia wazi wao waliotenda dhambi tangu hapo na wengine wote, ya kwamba nikija sitahurumia. Kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo asemaye ndani yangu, ambaye si dhaifu kwenu, bali anaweza ndani yenu. Maana alisulubiwa katika udhaifu, lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Maana sisi nasi tu dhaifu katika yeye, lakini tutaishi pamoja naye kwa uweza wa Mungu ulio kwenu. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Isipokuwa mmekataliwa. Lakini natumaini kama mtajua ya kuwa sisi hatukukataliwa. Nasi twamuomba Mungu msifanye lolote lililo baya, si kwamba sisi tuonekane tumekubaliwa, lakini ninyi mfanye lile lililo jema, tujapokuwa sisi tu kama waliokataliwa. Maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli, bali kwa ajili ya kweli. Maana twafurahi iwapo sisi tu dhaifu, nanyi mmekuwa hodari. Tena twaomba hili nalo kutimilika kwenu. Kwa sababu hiyo naandika haya nisipokuwapo, ili nikiwapo nisiutumie ukali kwa kadri ya uwezo ule niliopewa na Bwana, kwa kujenga wala si kwa kubomoa. Nini fundisho hapa? Paulo ametumia nguvu na muda mwingi kuhubiri injili ya kweli ya Kristo Yesu kwa kanisa, ili mimi na wewe tupate kupona. Hivyo bado hata sasa tunaposoma neno hili, Paulo ananena nasi katika ulimwengu wa roho na kutushuhudia Yesu Kristo ni Bwana. Maana yake Yesu Kristo tunapaswa tumwamini ili tupate kupona, maana hakuna jina lingine au mtu mwingine ambaye atatuokoa au atatufikisha Kanani. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye aliyepewa mamlaka na Mungu atufikishe kwa Mungu Baba, kama tu jinsi
Musa alivyoteuliwa na Mungu awatoe utumwani Waisraeli. Waisraeli wote walibeba ishara ya jinsi Yesu Kristo atakavyo tuokoa na kutupeleka kwa Mungu tukiwa utumwani kwa mwovu Ibilisi Shetani katika dunia hii yenye tabu nyingi. Siri ya pili, salamu za Paulo kwa kanisa. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 11 hadi 14 inasema, hatimaye ndugu, kwa herini, mtimilike, mfarijike, nieni pamoja, mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Salimianeni kwa busu takatifu. Watakatifu wote wawasalimu. Neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Tunafundishwa nini hapa? Upendo wa kimungu ni silaha ya kumshinda Shetani. Maana tukipendana sisi kwa sisi hakuna vita tena. Tukipendana sisi kwa sisi hakuna kuuana tena. Tukipendana sisi kwa sisi hakuna kitu ambacho kitatuweza kututenga na upendo wa Kristo. Na upendo wa Kristo ni kupendana sisi kwa sisi, kuombeana sisi kwa sisi, kuishi kwa upendo sisi kwa sisi. Ndiyo ishara aliyoionyesha Yesu Kristo kipindi anawaosha wanafunzi miguu, akawaambia, jinsi nilivyowafanyia mimi niliye mwalimu wenu, mnatakiwa mfanye hivyo hivyo ninyi kwa ninyi. Huu ndio upendo unaotakwa. Kwa hiyo tunaposoma hapa tunafundishwa tuwe na upendo ili tupate kumshinda Shetani. Lakini kitu kingine, tumepewa neema na Yesu Kristo bure, sio kwa haki zetu, bali ni kwa neema tu. Hivyo tupeane na sisi neema bure, tuwaombee wenzetu walio katika dhiki wapate baraka daima. Tubariki, yani tubarikiane sisi kwa sisi, wala tusilaani, kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ambaye ana mamlaka ya kujisifia kwamba alivyo navyo anavyo kwa sababu ya haki yake, bali ni kwa neema tu. Leo hii tajiri aliyepo si kwamba ni tajiri kwa sababu ana haki kwa hivyo, bali ni kwa neema tu. Leo hii mtu ambaye yuko hai, viungo vyote vipo salama, si kwamba ana haki sana kuwa hivyo, bali ni kwa neema tu. Leo hii mtu ambaye ana amani katika maisha yake, si kwamba amepewa kwa sababu ya haki, bali ni kwa neema tu. Hivyo kuna haja unapokuwa una furaha kumwombea na mwenzako aipate furaha, kwa sababu umeipata bure, ili naye apate kuipata, kwa sababu wote hapa tumeokolewa kwa neema ya Yesu Kristo. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie tuwe na umoja, upendo na mshikamano katika ulimwengu huu na ule ujao. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.